Nguvu ya utii ni chanzo cha miujiza. Kinachotufanya tuishi ni ahadi za Mungu. Nguvu yetu sisi ipo katika kuzitii na kuziishi ahadi za Mungu. Hapa nimesema nguvu ya utii ni chanzo cha miujiza, kwa maana ya kwamba Mungu anapenda roho ya utii, na kutii ndio wokovu. Nje ya kutii hakuna wokovu. Yaani nje ya kutii, usipotii wokovu haupo. Ukiona una shida, una tatizo la kutokutii, tatizo la wokovu unalo tayari. Ukijiona umefanikiwa kutii maelekezo ya aina yoyote ambayo Mungu anakupa katika ahadi zake na maelekezo yake, ujue una wokovu katika maisha yako. Anza kujitathmini kama umefanikiwa kutii, una uwezo wa kutii, una nguvu ya kutii, basi ujue wokovu umo vizuri ndani yako. Sababu Mungu anapenda utii, roho ya utii, na kutii ndio wokovu wenyewe, na nje ya kutii hakuna wokovu. Ndio maana ukiangalia katika Kumbukumbu, siku zote Mungu alikuwa anazungumza na watu hawa. Kumbukumbu 28 mstari wa kwanza, utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake ni kuagizayo leo hii, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote na duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo, maongeo wa ng'ombe wako wadogo na kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Wenzetu walifanikiwa kwa sababu ya kuziishi zile ahadi za Mungu. Ndivyo walivyofanya zamani, ndivyo tunavyopaswa tufanye sasa na watakaofanya baadaye, kuziishi ahadi za Mungu. Na narudi tena kwamba nguvu ya utii ni chanzo cha miujiza katika maisha. Wakati Mungu anaanza na Adamu na mke wake, alianza pia kwa swala la utii. Hawa wenzetu kilichowashinda ni utii. Mwanzo 2 mstari wa 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hawa ndugu zetu, chanzo chao kikubwa cha kusambaratika na kuharibikiwa ni kukosa utii. Kukosa utii. Hawa watu, Mr. Adam na mke wake, walikosa utii tangu kwanza. Kwa shida ya mwanadamu tangu kwanza ni utii, kukosa utii. Sa Adam mnamwita nani? Hawa. Bwana asifiwe sana. Hawa walikuwa ni Mr. and Mrs. Sema amen. Watu ambao ndoa yao kwanza ilikuwa ni ndoa ya kwanza kuliko ndoa zote duniani. Alafu ndoa hiyo haikubarikiwa na askofu, mtume wala nabii, ilibarikiwa na mchungaji mwenyewe, Mungu. Mpe Bwana makofi ya zangu na furaha. Alafu Mungu akawabariki. Biblia inasema Mungu aliwabarikiwa akasema, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Sema amen. Sasa pamoja na baraka zote walizozipata, walikuja kukwama kwenye utii. Uki utakufa, usipofanya hivi utaishi. Kwa walishindwa kwenye ishu ya utii. Ngome ambayo mwanadamu anapambana nayo ni kutokutii. Swala la kutokutii. Kutokutii tu ndio kuna wewe huna tatizo lako ni kutokutii. Huna shida yoyote ya kisaikolojia au chochote, tatizo lako ni kutokutii basi. Alafu Mungu anaelekeza, hakuna kitu anachokificha pale. Anasema nimeweka mbele yako uzima, nimeweka mbele yako mauti, nimeweka mbele yako laana, nimeweka mbele yako baraka. Alafu anasema chagua, kama alivyowafanyia akina Adam na ndivyo alitufanyia sisi. Sema amen. Lakini kwa nini hatuchagui baraka? Tunachagua laana. Kwa nini hatuchagui uzima? Tunachagua mauti. Tunasikia anasema mbele yako nimekuwekea, na masikio yanasikia na akili inaelewa. Anasema kutii, uzima ni wewe kutii, kutenda, kuenenda sawa sawa na yale niliyokuelekeza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kinyume cha uzima, mauti, ni kutokutii, kutokutenda, kutokufanya niliyokuelekeza. Kama walivyoambiwa wenzetu,
Na sisi ni hivi hivi walivyoambiwa Mr. Adam na mke wake Hawa, walivyoambiwa, na ndivyo tunavyoambiwa sisi leo. Ustawi wetu sisi na ushindi wetu sisi, miujiza yetu sisi, chanzo chake kiko kwenye nguvu ya kutii. Sema amen. Yaani hapo tu. Mfano vitu vingine ni vidogo sana, tunashindwa kutii. Una karatasi fulani hapo, naomba karatasi moja kati ya hizo unazoandikia. Kushindwa kutii. Basi ugomvi wetu sisi na Mungu ni kushindwa kutii. Kwa mfano, tunaelekezwa ukienda kwenye masuala ya mafungu ya 10 kwenye sehemu ya zaka, ni kutii tu ndio tunapokwama sisi. Umaskini wetu unatupata hapo, laana zetu zinatupata, mauti inatupata, kifo kinatupata, ni kuto kutii. Unaambiwa ukipewa na Mungu kitu hiki kimoja, kigawe katika mafungu 10 ili upate zaka, sehemu yako ya 10. Hapo nagawa mara 2, mara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pale Mungu anasema usile wala usifanye nini, yani anaposisitiza pale mara. Kwa hiyo kutii kwetu sisi ni moja tu, kuichukua kuileta hapa. Hizi zingine zote fanya unavyotaka. Yani kukosa utii ndio chanzo cha kuharibikiwa kwako na kwangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kukosa utii. Sasa unaambiwa ukishafanya hivi, wewe hivi vyote vyako 9, hiki kimoja kichukue. Liko kapu pale la sadaka, iko madhabahu hapa, ziko simu. Wezi umeshindwa, nasema simu nisije nikachanganyikiwa huku, narusha kabisa hii kwa askofu. Iko nini? Simu ya askofu iko live tu, iko wazi. Kutii, lakini bado inakuwa ngumu. Unataka ule hizi alafu uje uchukue na hii nayo ule. Wewe ungekuwa Mungu ungepiga mtu mpaka angekufa. Mimi nafikiri maana hata paka afanyi. Ungekuwa Mungu ungepiga mtu mpaka angekufa kabisa. Wewe fikiria, wewe ndio baba, naelekeza nyumba yako kila siku hivyo hivyo. Wewe ndio mama, kila siku naelekeza nyumba yako wafanye hivyo. Unarudi unakuta wamekula hizi 9 na moja hii ya 10 wameila. Wewe ungepiga mpaka ungeua. Mimi sidhani kama wangesalimika. Alafu unarudi tena Jumapili unakuta wamekula hizi 9 na hii. Unakuja mwezi mwingine wamekula 9 na hizi. Na unawambia hii ndio siri ya baraka, hii ndio siri ya kufanikiwa kwetu, hii ndio siri ya kufunguliwa kwetu. Yaani tatizo la mwanadamu ni kukosa utii mbele za Mungu. Hapo ndipo shida ili. Alafu atakula hizi, atachukua na hii, atasingizia hii nilienda kuwapa yatima. Mimi siwezi kuamini. Uliwapa mapepo, uliwapa yatima. Siwezi kuamini. Mpaka na mimi naweza kusema ina maana yatima hawataki hizi zote 9, wanataka ile ya Mungu, si ndio? Jamani, tukubaliane kweli. Ina maana yatima, hii yatima hawataki, hii yatima hawaitaki, hii hawaitaki, hata kama ni wajane hawaitaki, wanataka ile ya Mungu, ile ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua kwa nini tunashindwa kufanikiwa? Ni kukosa utii. Alafu unaweza ukashangaa mtu kama anashindwa hizi 9 ale, alafu achukue na hizi 10. Anashindwa kujizuia, akala hizi 9 akaenda na hii. Unaanza kusema huyu mtu anashindwa kugawa. Anaambiwa gawa, chukua 9. Mungu anamwambia nipe kimoja. Bado anashindwa. Huyu kama anashindwa hapo tu anapata dhambi. Kwenye uzinzi anashindaje? Kwenye uchawi anashindaje? Mbona ngumu sana? Kwenye dhambi zingine ngumu, huyu anashindaje? Yaani dhambi tu ya kugawa kitu kimoja viwe 10, aende navyo 9, kimoja amwachie Mungu, anashindwa. Kwenye uzinzi anashindaje? Maana hapo ni mchakato kushinda. Kwenye uchawi ni mchakato, kwenye ushirikina ni mchakato, mpaka huyo ameshinda. Kwa hiyo unajua nguvu ya kushinda kwako wewe, kama ninavyozidi kukuambia, nguvu ya utii ni chanzo cha miujiza. Sema amen. Huu ndio mlango nao kukosesha miujiza yote, kuto kutii. Basi